Yes, bana mtazamaji wa Simba, matokeo ya mchezo kati ya Simba Sports Club na TRA United. Matokeo yake kama ambavyo umesikia, umeambiwa, umefuatilia, umetazama, umesikiliza kutokea katika chombo chochote ambacho ulikuwa unakifuatilia kupitia redio, TV, umeyapata kwamba Simba Sports Club wamepata matokeo ushindi magoli 3-0. Tuko hapa kuzungumza namna ambavyo ushindi huu umepatikana. Nipo hapa kuzungumzia rekodi mbalimbali, takwimu za mchezo huo, kuhusiana na Simba kama timu, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja na nini ambacho kinafuatia katika kipindi hichi ambacho Simba Sports Club wamemaliza mchezo wao leo dhidi ya TRA United. Sasa tukianza na matokeo ya mchezo huo, kama ambavyo nimekueleza, ushindi magoli 3-0 ni ushindi ambao umepatikana kwa magoli ya wachezaji Selemani Mwalimu ambaye alifunga goli la kwanza kwa mkojo wa penalti. Goli la pili limefungwa na Neo Gift Maema kwa direct free kick kutokea upande wa kulia, lakini goli la tatu limefungwa kwa kichwa cross ya Elim Panzu Kibisawala. Sasa goli la kwanza la Selemani Mwalimu ni goli ambalo lilitengenezwa na Nixon Kibabage. Kumbuka mchezo wa leo wa Simba na TRA United ni mchezo ambao Simba Sports Club waliudedicate kwake kutokana na kile ambacho amekuwa akifanya tangu amesajiliwa katika dirisha dogo la usajili. Kazi yake nzuri leo hii imewafanya Simba Sports Club kudedicate mchezo wao leo wa Simba dhidi ya TRA, na hakuwa disappoint mashabiki ambao wamejitokeza kwa wingi katika mchezo wa leo. Amefanikiwa kuisaidia timu katika utengenezaji wa penalti ambayo ilifungwa vizuri na Selemani Mwalimu Gomez. Huyu Selemani Mwalimu takwimu zake ziko vipi? Ni kwamba Selemani Mwalimu baada ya kusikana katika michezo mitatu iliyopita, mchezo mmoja wa FA dhidi ya B19, mchezo dhidi ya Singida na mchezo dhidi ya Pamba Jiji, amerejea na ameweza kufunga goli moja katika mchezo wa leo, na ni goli lake la 5 msimu huu katika mchezo ambao amecheza akiwa na Simba mpaka sasa hivi. Hili ni goli lake la 5 na linaendelea kumfanya Selemani Mwalimu aendelee kuwa top scorer wa Simba Sports Club katika mashindano ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kuna mchezaji ambaye amefunga magoli mengi kuliko Selemani Mwalimu katika kikosi cha Simba, magoli 5. Goli la pili la Neo Gift Maema ni goli lake la kwanza msimu huu akiwa na kikosi cha Simba katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, japokuwa ameshafunga magoli kadhaa katika mchezo wa kombe la FA. Alifunga dhidi ya Greenland katika ligi ya mabingwa barani Afrika, alifunga goli pia dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo goli la leo ni goli lake la 3 tangu akiwa amejiunga na Simba dirisha kubwa la usajili msimu huu, na amefunga magoli 3 katika mashindano yote, na ni mchezaji pekee wa Simba ambaye amefunga goli katika mashindano yote ambayo Simba wameshiriki mpaka sasa hivi. Amefunga goli katika ligi ya mabingwa, amefunga goli katika kombe la FA, na amefunga goli katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kwenye ligi ya soka ya NBC, Neo Maema ili ni goli lake la kwanza, lakini pia ana assist moja katika ligi mpaka sasa hivi, assist ambayo alimtengenezea Rushen Deruk katika mchezo ambao Simba walicheza dhidi ya Namungo. Ukimzungumzia Yusuf Kagoma, goli lake la leo, goli lake la 3 ambalo amelifunga leo kwa kichwa, ni goli lake la pili akiwa na jezi ya Simba msimu wa mwaka 2025 2026. Goli lake la kwanza, kama wengi mnakumbukumbu, alifunga katika mchezo wa ligi ya mabingwa, mchezo wa kundi D dhidi ya Esperance de Tunis katika uwanja wa Taifa, katika mchezo ambao Simba Sports Club walitoka sare ya magoli 2-2. Yusuf Kagoma alifunga goli la pili. Lakini hili goli la leo ambalo amefunga ni goli lake la kwanza katika ligi ya soka Tanzania bara akiwa na jezi nyekundu na nyeupe za Simba Sports Club. Kumbuka huyu ni kiungo mkabaji ambaye juzi tu hapa ametoka kuongeza mkataba mpya akiwa na kikosi cha Simba Sports Club. Lakini tumzungumzie pia mtu assist wa goli la 3, Elim Panzu Kibisawala, the man on the rise, kutokana na kile ambacho kimekuwa kimtokea katika msimu huu. Tangu msimu umeanza, hapa katikati amepitia changamoto kadhaa, kama ambavyo wengi mlikuwa mnafahamu. Alifiwa na mtoto wake, kwa hiyo kisaikolojia, kiakili akapoteza utulivu na kiwango chake kikawa kimedrop. Kwa hiyo kwa nini namzungumzia katika mchezo wa leo? Ni kwa sababu naye pia ameingia katika vitabu vya rekodi za Simba mpaka sasa hivi katika michezo 14 ambazo amecheza ligi kuu ya soka Tanzania bara. Elim Panzu katika kikosi cha Simba kwenye ligi ya soka Tanzania bara ndio mchezaji ambaye amehusika na idadi kubwa ya magoli kuliko mchezaji yoyote mpaka sasa hivi, licha ya kusuasua kiwango chake, licha ya kutokuwa anacheza michezo mingi akiwa na uzi wa Simba kwa kipindi cha hivi karibuni, lakini ndio mchezaji ambaye
ana assist 5, ndio top assist katika kikosi cha Simba na ni miongoni mwa vinara wa assist nyingi katika ligi ya soka Tanzania bara mpaka sasa hivi, akiwa sambamba na Faisal Salum ambaye pia ana assist 5 katika ligi ya soka Tanzania bara, sambamba na Elie Mpanzu ambaye leo hii assist yake kwa Yusuf Kagoma pia ni assist yake ya 5 katika ligi ya soka Tanzania bara, akiwa sambamba na Faisal Salum. Lakini Elie Mpanzu usisahau ana magoli mawili pia katika ligi ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo assist zake 5 ukijumlisha na magoli mawili, ina maana ana goal contribution ya magoli 7. Hakuna mchezaji wote katika ligi ya soka Tanzania bara katika kikosi cha Simba mwenye goal contribution, na mchezaji ambaye amechangia idadi kubwa ya magoli kama Elie Mpanzu. Msimu huu amefunga magoli mawili akiwa na assist 5. Msimu uliomalizika, kumbuka Elie Mpanzu aliingia dirisha dogo. Katika msimu ule uliomalizika mwaka 2024-26 Elie Mpanzu alifunga magoli 4, lakini pia alifanikiwa kutoa assist 6. Ina maana alikuwa na mchango wa magoli 10 katika raundi ya pili ambao Simba ambapo Elie Mpanzu aliingia katika kikosi cha Simba. Kwa msimu huu amebakiza assist 1 aweze kufikia assist 6 ambazo alizitoa katika ligi ya soka Tanzania bara msimu uliomalizika, lakini pia anadaiwa magoli mawili aweze kufikia rekodi yake ya magoli 4 ambayo aliyafunga na Simba katika msimu uliomalizika. Of course watu wengi wanaweza wakauchukulia poa ushindi wa Simba magoli 3-0 dhidi ya TRA. Nikukumbushe tu kwamba TRA mpaka sasa hivi katika ligi ya soka Tanzania bara yeye amecheza michezo katika mchezo ambao amecheza mpaka sasa hivi katika ligi ya soka Tanzania bara, TRA msimu huu amefungwa ni Simba na Dodoma Jiji ndio wamemfunga idadi kubwa ya magoli, wote wakiwa wamemfunga magoli 3-3. Msimu huu TRA hajafungwa magoli zaidi ya 3 katika mchezo mingine iliyosalia, tofauti na Simba ambao wamemfunga leo hii magoli 3, lakini Dodoma Jiji ambao walimfunga pia magoli 3. Hiyo ilikuwa ni Februari 12 mwaka huu 2026 katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Na of course magoli 3-0 ambao Simba wamefunga leo hii ni kama muendelezo wa kile ambacho amekuwa akifanya dhidi ya TRA United, zamani Tabora United. Msimu uliomalizika, nikukumbushe, Simba Sports Club alimfunga TRA huyu wa sasa hivi ambaye mwaka jana alikuwa anafahamika kama Tabora United, alimfunga magoli 3-0 nje ndani. Mechi ya kwanza ambayo ilifanyika katika dimba la KMC Simba alipata magoli 3, lakini mchezo ambao ulifanyika wa marudiano ambao ulifanyika katika uwanja wa Ali Hassani Mwinyi huko mkoani Tabora, Simba pia alishinda kwa magoli 3-0. Kwa hiyo msimu huu pia mwaka 2025-26 Simba tena ameendeleza pale pale alipoishia kwa Tabora United, amemfumua tena magoli 3-0. Na pengine pia katika mchezo wa raundi ya pili ambao Simba atakwenda Arusha kucheza na TRA United, tunaweza tukashuhudia rekodi nyingine ikiandikwa, Simba tena kushinda magoli 3-0 katika msimu wa back to back, kwamba amemfunga msimu uliomalizika magoli 3-0 katika mechi zote mbili, na msimu akawa amemfunga, inawezekana akamfunga tena magoli 3-0 katika michezo yote miwili. Kabla mchezo wa leo hizi timu zilikuwa zimekutana katika michezo minne iliyopita. Simba alikuwa ameshinda michezo yote minne kwa aggregate ya magoli 12-0. Kwa hiyo hichi ambacho amekipata leo ama matokeo na magoli mengi ambayo ameyapata leo ni muendelezo wa records ambazo Simba amekuwa nazo dhidi ya TRA United ama Tabora United katika michezo ambayo anakutana, huwa mara nyingi anashinda kwa idadi kubwa ya magoli. Mtazamaji wa Simba Hub, nikukumbushe tu kwamba endelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub. Endelea kusubscribe, endelea kushare comment taarifa zetu ili ziweze kufikia kwa haraka na kuwafikia watu wengi zaidi. Mchezo wa leo umemalizika, lakini kituo kinachofuatia wiki mbili zinazofuata ni wiki za michezo ile ya kimataifa katika kalenda ya FIFA. Kwa wachezaji baadhi watapata mapumziko, wale ambao hawajaitwa katika timu zao za taifa, lakini wachezaji wengine wanakwenda kujiunga na kambi za timu ya taifa kwa ajili ya mechi za kirafiki katika kalenda hii ya FIFA. Ligi itakaporejea, Simba wana kibarua dhidi ya Azam FC Aprili 5, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 2022. Simba anarejea dhidi ya Azam FC. Ni mchezo mgumu, ni mchezo ambao wapinzani wao wa karibu Young Africans wanautazama kwa karibu, wanautolea macho kama Simba aweze kudondosha alama ili waweze kuendelea kufidia gap la alama ambazo Young Africans wamekuwa wakizipoteza. Na nikumbushe pia Simba ana viporo vya michezo miwili. Kwa hiyo akishinda viporo vyake atakuwa nyuma ya alama moja kwa yule ambaye anaongoza ligi ambaye ni Young Africans ambaye anaongoza ligi mpaka sasa hivi kwa tofauti ya alama 7. Ina maana Simba akishinda viporo vyake viwili
ni pointi 6 hizo, watakuwa nyuma ya Young Africans kwa tofauti ya point 1. Bana, endelea kusubscribe channel yetu, endelea kulike, kushare na comment ili channel yetu izidi kukua na sisi tuweze kuwa na uwezo wa kufikishia taarifa zetu hizi kadiri tunavyoweza.